kila kitu alichoumba kilikuwa chema sana. Naam. Hiyo ni Biblia katika Mwanzo 1:31. Mungu akaona kila kitu alichokifanya. Kwa hivyo Mungu alipoumba, alipoangalia kila alichokifanya, na tazama, ni chema sana. Kilikuwa chema sana. Kwa hivyo mwalimu wa Bible study ametuambia baada ya uumbaji wa Mungu kila kitu kilikuwa chema sana. Na tukaambiwa kwamba mwanadamu alipowekwa katika shamba la Edeni, pale katika shamba la Edeni kulikuwa miti mitatu. Kulikuwa mti wa chakula, kulikuwa mti wa uzima wa milele, na kulikuwa mti wa kujua mema na mabaya. Kulikuwa miti mitatu pale, na mwanadamu akakatazwa mti wa kujua mema na mabaya. Unajua hapo kuna kasumba ya watu wanasema mwanadamu alikula tunda ambayo ni ya katikati. Hapana, mwanadamu hakukula tunda la katikati, alikula tunda la kujua mema na mabaya. Mungu hakutaka mwanadamu ajue mema na mabaya. Usome hiyo. Mungu hakutaka mwanadamu ajue mema na mabaya. Katika shamba la Edeni kulikuwa nini? Mwanzo 2:9. Kulikuwa miti mitatu. Hebu sikia. Kulikuwa miti mitatu. Inasema hivi, Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho, kila mti wa kutamanika kwa macho. Endelea. Na kufaa kwa kuliwa. Kulikuwa mti wa kwanza, mti wa kufaa kwa kuliwa, na mti wa chakula. Endelea. Na mti wa uzima, na mti wa uzima katikati ya bustani. Hebu sikia hiyo. Mti wa uzima ulikuwa katikati mwa shamba la Edeni. Mti wa uzima. Alafu na mti wa ujuzi wa wema na mabaya. Na mti wa uzima mti wa kujua mema na mabaya. Ni mti gani mwanadamu alikatazwa? Mstari wa 17. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa wema na mabaya. Matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Nilikuwa nataka kuondoa kasumba ya watu wengi. Mwanadamu alikatazwa mti wa kujua mema na mabaya, si mti wa katikati. Watu wanasemanga ni mti wa katikati, alafu akisema katikati wanasema ni hapo. Si hapo. Mungu akisema ni matunda. Kwa hivyo mwalimu akasema mwanadamu alipokula huo mti wa kujua mema na mabaya, dunia hii ikaingia dhambi. Warumi 5:12. Dunia yote kila kitu kikageuka. Miti ikakauka, matunda yakaanza kuanguka, dhambi inasemaje? Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja ambaye ni Adamu na Hawa, kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Dhambi ikaingia dunia yote, na kwa dhambi hiyo mauti. Na hivyo mauti ikawafikia watu wote. Ndiyo sababu wanadamu mpaka leo wanakufa kwa sababu ya dhambi. Ndio maana miti inakauka kwa sababu ya dhambi. Ndio maana wanyama wanakufa kwa sababu ya dhambi. Ndio maana magonjwa yameingia kwa sababu ya dhambi. Ndio maana watu wanazidi kuwa wafupi. Wewe unajua mtu wa kwanza alikuwa futi 17. Mtu wa kwanza Adamu na Hawa alikuwa 17. Kwa nini watu wanaendelea kuwa wafupi? Ni kwa sababu ya dhambi. Hebu sikia, kuna mtu mmoja alipatikana hapo nyuma. Baadaye alikuwa wafuti ngapi? Nataka usome huyo mtu. Kumbukumbu la Torati 3:11. Watu walikuwa wakubwa, watu wanaendelea kuwa wadogo kwa sababu ya dhambi. Dhambi iliingia kwa mtu mmoja, Adamu na Hawa. Na ilipoingia, watu wengine wanakuwa wafupi, wengine wanakuwa warefu, wengine weusi, wengine weupe. Kwa sababu ya dhambi.
Hebu soma huyo, inasemaje? Kumbukumbu la Torati 3:11. 3:11. Hebu sikia watu vile walivyokuwa. Sikia huyo mtu hapo. Inasema hivi, kwani aliyesalia katika mabaki aliyesalia katika mabaki ya Warefai ni Ogu pekee, mfalme wa Bashani. Tazama kitanda chake. Hebu sikia kitanda kile alichokuwa kilala. Watu wa zamani walikuwa wakubwa, si kama sasa. Watu wa zamani akikushika kichwa namna hii anaweza finya itoke maji. Walikuwa watu wenye nguvu, si kama sisi. Hata hapo nyuma tu zamani zetu. Watu walikuwa wanapigana pupu. Mtu anapigwa na miti tu na anatembea. Saa hii wewe piga mtu tu hapa na kijiti tu. Taona utalala. Takufa. Kwa sababu ya dhambi. Dhambi inaendelea kudhoofisha watu, hawana nguvu dhambi. Hebu soma huyo mtu alikuwaje? Kitanda chake kilikuwa kitanda cha chuma. Sikia, kitanda chake kilikuwa ni kitanda cha chuma. Kitanda hicho. Je, hakiko raba kwa wana wa Amoni? Endelea. Urefu wake ulikuwa ni mikono 9. Kitanda alichokuwa kilalia ilikuwa ni mikono 9. Mikono 9 mtumishi, size gani? Angalia. Mikono 9. Hii ndio si hivi. Mikono 9 ni mikono 9. 1 2 3 4 5 6. Angalia hiyo mtu kitanda kile alichokuwa kilalia. Mikono yake mikono 9. Endelea. Na upana wake mikono 4. Alikuwa mtu mkubwa sana, kwa mfano wa mkono wa mtu. Kwa hivyo watu wa zamani, nimekuambia Adamu alikuwa futi 17. Hao alikuwa mdogo tu hapo, kidogo tu. Wakivuvuka leo watashangaa. Watauliza hawa ni wanadamu wa aina gani? Ataangalia aseme hii ni nini? Maana ni watu wanaendelea kudhoofika kwa sababu ya dhambi. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, tuna wingi wa shukrani kwa sababu ya kutuongoza katika vipindi ambavyo vimeisha. Tunapoingia katika kipindi cha unabii, tuongoze, utulinde katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Danieli 7. Tulikuwa hapo jana Danieli 7. Danieli 7 ndio tunaona wanyama hawa. Hebu sasa soma Danieli 7. Wanyama hawa ni mtumishi wa Mungu Danieli alioteshwa akiwa amelala kitandani mwake. Na Biblia inasema Danieli aliangalia, alikuwa naota, akaonyeshwa bahari iliyokuwa kubwa sana. Na hiyo bahari ikavuma. Bahari ilipofuma kukatokea wanyama wakubwa 4. Anza mstari wa 4. Kukatokea wanyama wakubwa 4. Hao wanyama walitoka ndani ya bahari. Tuliona jana wanyama hawa wakubwa 4 walitokea baharini kwa sababu ya wageni. Hebu tusomee hao wanyama walikuwa namna gani? Mstari wa kwanza. Alikuwa kama simba. Mnyama wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake akafutuka manyoya. Na huyu mnyama simba, Biblia ilisema alitoka ndani ya bahari na akainuliwa kutoka katika maji, akainuliwa juu. Teremka sasa. Akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili. Akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu. Naye akapewa moyo wa kibinadamu. Na tazama mnyama mwingine wa pili. Mnyama wa pili ndiye huyu kama ndubu. Naye aliinuliwa upande mmoja. Mifupa mitatu ya mbavu. Ilikuwamo kinywani mwake. Ilikuwako katika kinywa chake. Katika meno yake. Endelea. Wakamwambia. Wakasikia mnyama huyu akiambiwa hivi. Mnyama huyo hivi. Inuka. Ule nyama tele. Akule nyama za kina nani? Endelea. Kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui. Naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa 4. Kama ndege. Mnyama huyu alikuwa na vichwa 4. 1 2 3 4. Akapewa mamlaka. Tawala nani? Huu ni unabii
Unabii wa Biblia ni injili ya Yesu kwa njia ya mifano. Mungu anaelezea jambo akitumia wanyama. Hao wanyama si wanyama hivi hivi. Ndio maana nasikia huyu mnyama hakapewa mamlaka ya kutawala. Endelea. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku na tazama, mnyama wa nne mwenye kutisha. Alikuwa hakutisha, unamuona? Mwenye nguvu. Alikuwa na nguvu nyingi. Mwenye uwezo mwingi. Alikuwa na uwezo mwingi. Naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande. Alikula na kuvunja vipande. Kukanyaga mabaki kwa miguu yake. Na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Alikuwa tofauti sana na wale wengine wa kwanza. Naye alikuwa na pembe 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake. Natazama. Pembe nyingine ikazuka kati yao. Ndio hii. Pembe nyingine ikazuka kati yao. Nayo ilikuwa ndogo. Ilianza ikiwa ndogo. Ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Ikang'oa pembe 3 zikabaki 7. Nayo ikiwa ni ya 8. Ikang'oa pembe 3 ikabaki 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zikabaki pembe 7, naye ikiwa ni ya 8. Inaitwa pembe ndogo. Endelea. Natazama. Katika pembe hiyo kulikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Ya kumtukana Mungu. Hii pembe ndio pembe ya mpinga Kristo. Huyu ndiye mpinga Kristo mwenye nambari 666. Huyu ndiye mpinga Kristo. Tunamuelewa wakati tunataka tunaendelea. Lakini sasa jana tuliuliza wanyama hao wanne. Jana tuliuliza wanyama hao wanne ni nini? Hao wanyama wanne ni nini? Mstari wa 17 tunataka tuweke tu msingi. Wanyama ni nini katika unabii? Wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotawala dunia. Ni wafalme wakubwa wanne watakaotawala dunia. Jana tuliona wanyama si wanyama hivi hivi, ni wafalme. Ndio maana Biblia ikasema mnyama huyu wa 3 akapewa mamlaka ya kutawala, maana ni ufalme. Kwa hivyo mnyama ni ufalme. Mnyama wa kwanza ni ufalme, mnyama wa pili ni ufalme, mnyama wa 3 ni ufalme, mnyama wa 4 ni ufalme. Basi kama wakiwa wanne ni wafalme, akiwa mmoja, mstari 23 inasema hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Mnyama wa 4 ufalme wa 4 juu ya dunia. Mnyama wa 3 ufalme wa 3 juu ya dunia. Mnyama wa pili ufalme wa pili juu ya dunia, na mnyama wa kwanza ufalme wa kwanza juu ya dunia. Kwa nini wawe na mabawa? Hizi kusema kwa nini wawe na mabawa? Zaburi 18 mstari wa 10. Kwa nini wanyama wawe na mabawa? Zaburi 18 mstari wa 10. Kwa nini wanyama wawe na mabawa? Unaona huyu ako na mabawa, aka ni kamnyama kandogo kako na mabawa. Kwa nini mabawa? Yote ni unabii. Mabawa inasimamia nini? Inasema hivi, akapanda juu ya kerubi, akaruka. Naam. Aliruka upesi juu ya mabawa ya upepo. Mabawa yanasimamia wepesi, haraka. Maana yake niliwaambia falme hizi zilitoka katika maji. Maji ni watu, na hapo katika maji tulisema kulikuwa na upepo. Upepo tukasema ni vita. Kwa hivyo ni ufalme ulipigana vita na ukaingia kwa haraka, ukachukua mamlaka kwa haraka, mabawa kwa haraka. Ndio umeona mnyama mkubwa anapigwa na mnyama mdogo. Mnyama mdogo ako na mabawa 4. Yaani alipigwa na huyu haraka sana, akaingia utawala. Maana ya mabawa 4 ni falme zilipigana vita na zikachukua usukani. Alafu jana tukasema falme hizi ni ngani? Wale ambao tumekuwa na wao jana, tuliona ufalme wa kwanza unaolinganishwa na mnyama simba ulikuwa ufalme wa Nebukadnezar, ufalme wa Babylon Empire.
Babylon Empire ambayo ilitawala kabla ya Yesu kuzaliwa mwaka wa 605 BC mpaka mwaka wa 638 BC. Na ufalme huu tukaona, ufalme huu ulipokuwa ukitawala ulileta mageuzi mengi sana, na siku za leo watu wengi wanafuata mageuzi ya ufalme wa Babylon bila kuelewa maana ufalme huu wa Babiloni. Jana tuliona ulileta nini? Ulikuwa na ibada za sanamu. Ndio ufalme ambao haukuwa unajua Mungu wa kweli. Walikuwa wakiabudu sanamu. Danieli 5:4. Walikuwa wanaabudu sanamu. Ni ufalme ambao Nebukadneza mwenyewe alisimamisha ibada ya sanamu, ambayo ilikuwa ni ibada ya sanamu, dhahabu tupu, na akaita dunia yote ikuje kupiga magoti iabudu sanamu. Ufalme huu hauko unajua Mungu wa kweli, uliabudu sanamu. Wakanywa divai, wakaisifu miungu ya dhahabu, wakaisifu ufalme huu, wakaisifu miungu ya dhahabu, na ya fedha, na ya shaba, na ya chuma, na ya mti. Asante sana. Ni ufalme ambao huko unajua Mungu wa kweli, na falme hizo zote ambazo naelezea hakuna ufalme ulikuwa unajua Mungu wa kweli. Tutaona mageuzi waliokuwa wanalete. Kwa hivyo ufalme huu ulikuwa ufalme ambao haukuwa unajua Mungu wa kweli. Ulilete mambo ya ibada ya masanamu. Tukasema hata siku za leo katika mambo ya ibada utakuta makanisa mengine wanajaza masanamu. Wengine wanasema ni sanamu za Yesu, sanamu za Yusufu, sanamu za Mariamu, sanamu za mwezi, sanamu za nyota. Ni ufalme ambao ulianzisha. Wewe ukiona watu wanaabudu sanamu, zimetokea Babiloni, zilianza kitambo. Na si hiyo peke yake, tukaona ufalme huu pia ulikuwa ukisherekea tarehe 25 Disemba. Ufalme huu wa Babeli ndio sasa wasikie. Tulisoma jana, lakini leo nataka tu ninguze niende mbele. 52 Yeremia 31. Hata ikawa katika mwaka wa 37, wa kuhamisha kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12, Disemba, siku ya 25 Disemba, 25 Disemba, kulifanyika nini na ilifanyika wapi? Inasema Evil-Merodaki, mfalme wa Babeli. Babeli ni Babylon Empire. Mfalme wa Babeli akafanya nini? Katika mwaka wa kwanza kumiliki kwake, akamuinua kichwa chake Yoakimu, mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani, mfungwa akatolewa tarehe 25 Disemba gerezani. Kama vile Kenya tarehe 12 rais hufungulia wafungwa, wanapatiwa msamaha. Hii ilikuwa ni sikukuu ya Wababeli. Walikuwa wanasherehekea mtoto wa mfalme aliyekuwa anatawala ufalme huu wa Babeli. Niliwaambia alikuwa anaitwa Nimrod. Mtoto wake aliitwa Tamuzi. Tamuzi alizaliwa tarehe 24, tukiamkia tarehe 25 Disemba. Na siku hiyo alizaliwa ikawekwa ni sherehe ya Wababeli. Walikuwa wakisherehekea. Tukaona jana vile walikuwa wanasherehekea kwa kuchinja ng'ombe, walikuwa wanasherehekea kwa kukanda unga, kupiga chapo, kama siku ya leo vile inavyoendelea. Ilikuwa Babeli. Na hii Babeli tukasema haikutawala milele. Mungu alisema atawaondoa. Kwa nini? Aliwaondoa namna gani? Sasa nisomee Isaia 13:17. Tuone vile ambavyo Babeli hii iliondolewa. Haikutawala milele. Babeli iliondolewa namna gani? Tazama, Mungu anasema, tazama, nitawaamsha Waamedi juu yao. Nitawaamsha Waamedi juu ya Babeli, ambao hawaoni fedha, kuwa kitu, wala
hawafurahii dhahabu, hawafurahii dhahabu, na nyuta zao itaangusha vijana, wala hawatahurumia mazao ya tumbo, wala hawatahurumia, weka ine wanyama waine, wala hawatahurumia wazao wa tumbo. Jicho lao haitahurumia watoto wa Babeli. Na Babeli huo utukufu wa wafalme, uzuri wa kiburi cha Wakaldayo. Babeli, ufalme huu viongozi wake walikuwa wa kiburi. Nebukadneza alikuwa kiburi tupu. Ndio maana Nebukadneza, mnakumbuka, akiambiwa ataenda kwa kicheka akule nyasi kama wanyama wa kondeni kwa sababu ya kiburi. Alikuwa amejenga Babeli na akaijenga. Babeli ilikuwa tajiri sana. Niliwaambia Babeli ilikuwa tajiri sana. Ilikuwa imezungukwa na ukuta mkubwa ambao ungepitia ngari juu. Milango ya Babeli ilikuwa inafungwa na farasi. Dhahabu hapa haikuwa ni kitu, ilikuwa mingi. Babeli ilikuwa na mito ilikuwa inapita katikati. Inatia hiyo inchi maji. Ilikuwa ni inchi iliyokuwa mzuri. In fact, one of the 7 wonders of the world. Mojawapo ya 7 wonders of the world ni mojawapo inapatikana katika Babeli, inaitwa the Hanging Gardens of Babel. Babeli ilikuwa tajiri sana. Ndio maana Mungu akasema ataimaliza kwa sababu ya kiburi. Mfalme wa hii nchi alikuwa na kiburi kubwa sana. Ndio maana Biblia inasema nitawaamsha Waamedi na Waajemi. Shauri lao ni kwa sababu ya Babeli ya uangamize, kwa sababu ya kiburi. Endelea. Hautakuwa kama Sodoma na Gomora. Mungu akasema ataangamiza hii Babeli, itakuwa kama Sodomu na Gomora. Hapo Mungu alipoiangamiza. Hautakaliwa na watu tena kabisa. Babeli haitakaliwa na watu tena. Mungu aliapa hataimaliza kabisa. Wala watu hawatakaa ndani yake tangu kizazi hata kizazi. Hata watu hawatakaa ndani ya Babeli tangu kizazi hata kizazi. Mwarabu hatapiga hema yake huko. Mnajua Babeli ilikuwa huko Middle East. Ndio unasikia Mwarabu atapiga hema yake huko. Wala wachungaji hawatalaza makundi yao huko. Lakini huko watalala hayawani, wakali wa nyikani, na nyumba za Babeli huko zitajaa mbuni, watakaa huko, na majini watacheza huko. Huko ndio depot ya majini. Watu wengine wanasemanga ni hapa Mombasa. Depot ya majini ni huko Uarabuni. Huko kulikuwa Babeli. Mungu alisema ataimaliza na itaisha tena. Kwa nini Mungu aimalize? Hiyo tu Yeremia 51:11. Yeremia 51:11. Kwa nini Mungu amalize Babeli? Hebu sikia hiyo. Aliambia hawa hivi. 51:11. Inoeni hiyo mishale. Mungu akaambia inoeni hiyo mishale. Zishikeni ngao kwa nguvu. Bwana ameziamsha roho za wafalme wa Wamedi. na Waajemi. Kwa sababu shauri lake ni juu ya Babeli. Aiangamize. Maana ni kisasi cha Bwana. Kisasi cha hekalu lake. Sikia. Babeli hii ilikuwa imeenda kushika watu wa Mungu mateka kule Israeli. Ikawachukua mateka na ikachukua vyombo vya Mungu, ikaleta Babeli, ikachukua vyombo vya Mungu vya Pasaka, ikabomoa ukuta wa Yerusalemu, ikabomoa ukuta wa hekalu la Yerusalemu. Na walipobomoa ukuta wa hekalu la Yerusalemu, wakabeba vitu vilivyokuwa ndani, dhahabu, fedha, vitu nyingi. Hiyo 51:37. 51:37, hebu soma hapo. Inasema nini? Inasema hivi, makao ya mbwa mwitu. Ajabu. Kuna mahali umeshuka hapo juu. Kuna mahali hapo juu, sijui ni 30 ngapi.
36 30. Wewe unasoma 30 ngapi? 37. 37. Hebu soma hapo juu 30. Inasema hivi. Mashujaa wa Babeli wameacha kupigana. Wanakaa katika ngome zao. Teremuka kidogo hapo chini. Kuna mahali nataka hapo. Kwa maana Bwana majeshi Mungu wa Israeli. Ndio hiyo. 33. Inasema kwa maana Bwana majeshi Mungu wa Israeli asema hivi. Binti Babeli amekuwa kama sakafu ya kufikichia wakati wa kudanganywa kwake. Bado kitambo kidogo na wakati wa mavuno utafika kwake. Nebukadneza mfalme wa Babeli amenila ameniseta. Ndio hiyo, ameniseta, amenifanya kuwa chombo kitupu, amenimeza kama njoka, amenijaza tumbo lake vitu vyangu, tumbo lake vitu vya Mungu. Anasa amenitupa. Udhalimu niliotendwa mimi na uliotendwa mwili wangu upate Babeli. Ndivyo atakavyosema yeye akae Sayuni na Yerusalemu. Atasema damu yangu na yewe juu yao wakao katika Ukaldayo. Babeli ilienda ikachukua vyombo vya Mungu ikalete Babeli na ikaua watu wa Mungu. Ndio unasikia damu yake ikae juu yangu. Damu yake, alimwaga damu za watu wa Mungu. Najua serikali nyingi zinapomwaga damu Mungu ukasirika. Kumwaga damu, kama kuna vitu inachukiza Mungu ni umwangaji wa damu. Ndio maana Mithali 6:16 inasema kuna vitu 7 Mungu anachukia, moja wapo ni kumwaga damu. Babeli ilimwaga damu ya watu wa Mungu, ilichukua watu wa Mungu mateka, ikaua wengine na ikabeba vyombo ikapeleka Babeli. Ndio maana Mungu anasema kizazi chake ni juu ya Babeli. Walimwaga damu. Endelea. Inasema hivi. Bwana asema hivi. Tazama, nitakutetea nami nitatua kisasi kwa ajili yako. Mungu anaambia Waisraeli nitawatetea. Endelea. Nitaifanya chemichemi yake kuwa pakavu. Nitaifanya chemichemi yake kuwa pakavu. Na Babeli utakuwa magofu. Makao ya mbwa mwitu ajabu. Ana mazomeo. Pasipo mtu wa kukaa huko. Wataguruma huko pamoja na wana simba. Wataguruma kama simba wachanga. Wakiingiwa na ukali. Nitawafanyizia karamu yao. Mungu akatabiri nitawafanyizia karamu wakisherekea. Nitawafanyizia karamu, alafu nami nitawalevya wapate kufurahi na kulala usingizi wa milele. Wasiamke tena. Asema Bwana. Sikia sasa, Mungu akitumia Waameni na Wajemi. Nimekuambia Babeli ilizungukwa na ukuta mkubwa. Mfalme wa mwisho kutawala Babeli aliitwa Belshaza. Belshaza akitawala Babeli, alipochukua usukani, akaita watu maamiri, watu wakubwa washerekee ushindi wake. Na katika karamu hiyo kulikuwa na pombe. Na wakati alipokuwa akisherekea, ndio sasa Waameni na Wajemi walienda kuingia. Nimekuambia ukuta ulikuwa umezunguka dunia, walikuwa nasema wako sawa. Lakini sasa hawa wakaenda wakaingia katika mto Frati, wakangeuza mto na wakaingilia chini hapo, wakaenda wakakuta viongozi wamelewa kina Belshaza, wakaingia na usiku huo Belshaza akauawa. Na Belshaza alipouawa, ufalme huo sasa ukapatiwa Waamedi na Waajemi. Ndio maana wao Belshaza alipokuwa akisherekea, aliona kinganja kiliandika hapo juu kwa ukuta, kikaandika Mwanzo Danieli 5:25, kikaandika mene tekeli na peresi. Mfalme akaambiwa Belshaza, ufalme wako umetiwa katika mizani, ukaonekana wewe Belshaza umepungua, na ufalme wako
Si usome. Umepewa Wamedi na Waajemi. Na maandiko yaliandikwa ni haya, wakisherehekea wakinywa pombe. Mene Mfalme Belshaza akaona hapa juu imeandikwa mene, tekeli na peresi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii. Tafsiri ya maneno haya akaambiwa ni hii. Mene, Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha. Mungu amehesabu ufalme wako wa Babeli na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani. Nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako wa Babeli umegawanyika. Nao wamepewa Wamedi na Waajemi. Kwa hivyo huu ni ufalme wa Wamedi na Waajemi. Aliyemtafsiria maneno hayo alikuwa ni mtumishi wa Mungu Danieli. Na baada ya kutafsiri maneno hayo, Biblia inasema usiku huo mfalme akauawa Belshaza na Dario akachukua usukani. Si usome hapo maliza. 31. Inasema hivi. Na Dario inasema usiku huo Belshaza mfalme wa Kaldayo akauawa. Mfalme wa Babeli akauawa. Dario Mmedi akaupokea ufalme, akachukua ufalme. Sasa Dario mfalme akachukua ufalme huu, ukaondolewa, tukaingia ufalme wa pili. Ufalme wa pili nao ulikuwa namna gani? Danieli 6 mstari wa kwanza tukiteremuka inasema hivi: ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120. Basi Dario alipochukua usukani, Biblia inasema ilimpendeza kuweka maliwali juu ya utawala wake, wawe juu ya ufalme wote. Na juu yao akaweka wakubwa 3. Na juu ya ufalme wake akaweka wakubwa 3. Na Danieli alikuwa mmoja wao. Na Danieli mtumishi wa Mungu ndiye kuwa mmoja wa wale 3 wakubwa. Endelea. Ili maliwali hawa watoe hesabu kwao. Ili maliwali wao wanatolea mfalme hesabu. Mfalme asipate hasara. Yaani baada ya Danieli kuondolewa katika ufalme huu kuisha, aliungana na ufalme huu wa pili. Na Biblia inasema alikuwa mkubwa sana, na Dario alipendezwa na yeye, akamweka 3. Nabii wa Mungu akaingia katika utawala huu. Alafu ikawa namna gani? Teremuka. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali. Alipata sifa kuliko wakubwa wote, kwa kuwa roho bora, kwa sababu roho wa Mungu mbora ilikuwa ndani yake. Naye mfalme Dario akazimu kumweka juu ya ufalme wote. Mtumishi wa Mungu, endelea. Basi wawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli. Kukatokea watu waanze kumtafuta Danieli, maana Danieli, jambo la kwanza, alikuwa ni mtumwa. Na akiwa mtumwa ameingia ufalme wa Wamedi na Waajemi. Akaanza kutafutiwa na watu wa Wamedi na Waajemi. Huyu mtumwa sasa atatutawala namna gani? Lazima tutafute mashtaka kwake ili tumwekelee mfalme amtoe kazi. Najua hata dunia hii watu wako hivi. Kuna watu mahali wanafanya kazi, unakuta mtu anafanya kazi na mwenzake anaanza kumtafutia makosa. Yaani atolewe kazi tu. Hii tabia ilianza kitambo. Watu kujipendekeza kwa matajiri ilianza kitambo. Na walipotafuta maneno ilikuwa namna gani? Hebu sikia, walitafuta maneno kwa habari za mambo ya mfalme. Wakatafuta mambo ya ufalme, Danieli anafanya katika huu ufalme, ni nini anafanya, kuna shida yoyote yako nayo. Lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa. Biblia inasema hawakuona sababu ya Danieli wala kosa. Kwa maana alikuwa mwaminifu. Wala halikuonekana kosa wala hatia katika kazi yake. Ndipo wale watu wewe mahali unafanya kazi uanze kutafutwa, utapatikana namna gani? Unajua watu wengi wamekosa uaminifu katika kazi. Hata umwachie kazi kama hiyo, hawezi toka bure. Utamwacha, mwambie niangalilie hapo tu. Atauza ingine ataweka kwa mfuko.
peke yake. Unaonanga watu wengine asubuhi. Watchman unakutana na wao asubuhi wakitoka kazi. Unaona mtu amebeba mbao. Si hao peke yake, wa mijengo. Hiyo kama hiyo mjengo. Chuma, misumari, vitu. Kuna wengine wanachukuanga tatu. Ananjaza pole tu, ananjaza. Unajua Biblia watu wanasema kidogo unjaza nini? Kibaba. Yaani anachukua kidogo tu, kidogo. Ikitoshea anauza. Waaminifu wamekosekana. Si unisomee Zaburi 12. Watu waaminifu wamekosekana hapa duniani. Hata saa hii tu. Wewe weka kasimu yako hapo chini. Uweke chini. Ianguke tu hapo. Utaona mwingine anasongesha ngutu. Anakanyanga. Alafu anajifanya tu namna hii, anateremuka. Na anachukua na anaweka na kananyongwa. Maana watu waaminifu wamekosekana dunia hii. Lakini Biblia inasema Danieli alitafuta uaminifu wake. Wakatafuta hawakupata. Hebu sikia Biblia inasemaje kuhusu hiyo 12 mstari wa kwanza. Inasema Bwana uokoe. Biblia inasema Bwana uokoe. Maana mcha Mungu. Maana wacha Mungu wamekoma. Maana waaminifu. Waaminifu wametoweka katika wanadamu. Jioni ya leo tu uache kazimu hapa tu. Kameenda. Unasikia mtu akisema wale wahubiri waliacha simu hapa. Kwa sababu uaminifu umefanya nini? Umekosekana. Watu wa Amen na Ajemi walitafuta Danieli kwa kila jambo. Wakaangalia kazini anaingia saa ngapi? Wakakuta anaingia saa 2 kamili. Wengine wanasema nikikosa pesa naiba masaa. Nikikosa pesa masaa nayo. Wakamwangalia kwa masaa wakakosa. Wakamwangalia kwa mambo ya corruption ikakosekana. Hii Kenya hii tunaambiwa sijui tuko namba 5 hapa, namba ngapi? Corruption. Na Wakristo hapa dunia hii hapa Kenya tuko over 75%, lakini corruption tuko namba 5, namba 6. Waliangalia Danieli pande ya corruption, hakupatikana. Na alipokosekana, Biblia inasema Danieli alikuwa mwaminifu kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa anakaa ndani yake. Sasa wakafanya nini? Sikia. Basi wale mawaziri na maamiri, wale viongozi sasa wakatafuta njia nyingine. wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme. Wakamwambia hivi. Wakaambia mfalme Dario, uishi milele. Mawaziri wote wa mfalme, zote mawaziri na manaibu na maamiri na madiwani nao wote na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme, ili tuweke sheria ya kifalme na kupiga marufuku. Sasa wanatafuta Danieli, wanatafuta mtumishi wa Mungu Danieli, na tupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu yeyote katika muda wa siku 30, muda wa mwezi mmoja, ila kwako wewe Dario, mfalme atatupwa katika tundu la simba. Sasa wewe mfalme sikia, piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Wakasema sasa wewe mfalme, maana tumeshauriana hivyo, weka sahihi. Kuanzia sasa hakuna mtu ataomba dua kwa Mungu ila kwako wewe mfalme. Wakainua mfalme Dario aabudiwa kama Mungu, na wakasema yule ataabudu kitu kingine isipokuwa wewe Dario atupwe katika tundu la simba. Na Dario akaweka sheria, akaweka kidole. Unajua
Saa hii kabla ya 6-6 ikuje, lazima watu wakae pamoja, lazima watu wapange, lazima sheria zibadilishwe, lazima katiba ibadilishwe. Ndio maana tuliona hapa, ili watu waabudu sanamu, sheria ilibadilishwa, maamiri walikaa, watu wakubwa walikaa, wakaweka sahihi katiba. Hakuna mtu anastahili kuabudu kitu kingine isipokuwa sanamu. Sanamu iliyosimamishwa na Nebukadneza. Hawa sasa wamekusanyika pia, wameweka sheria, lazima mfalme haabudiwe. Wanatafuta watu wa Mungu, wanatafuta watu wa Mungu. Serikali ya mwisho kutawala dunia lazima irudie mambo haya. Lazima watu wa Mungu sasa wapate. Unajua watu wanafikiri Ukristo ni hivi hivi. Ukristo si hivi hivi. Lazima tusimame na Biblia. Lazima tusimame na Biblia. Kuna sheria inakuja ya mwisho ya 6-6. Watu dunia yote inapanga, na saa hii dunia imepanga. Unajua watu wako kwa giza, hawajui nini kinaendelea saa hii. Mnaposikia viongozi wanaitana wakubwa na sheria zinabadilishwa, makatiba ndani yake kuna 6-6. Vile ndivyo walifanya hapa, wakafanya hapa. Mambo haya niliwaambia ni marudio. Inakuja ya mwisho. Ya mwisho itakuwa namna gani? Siwasomee ya mwisho tu, wajue itakuwa namna gani. Ufunuo 13 mstari wa 15 mpaka 18. Hao waliweka sheria. Sikia sasa sheria ya mwisho. Sheria 13:15 Ufunuo inasema hivi: akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene. Endelea. Na kuwafanya hao wote dunia yote wasisujudu sanamu, sujudu sanamu ya mnyama wauawe. Endelea. Hao ni watu wa Mungu. Endelea. Naye wafanya wote, atafanya dunia yote. Ufalme utafanya dunia yote, wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mikono wao wa kuume, au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote haweza kununua wala kuuza. Na siku inakuja hutanunua wala kuuza, isipokuwa ana chapa ile, isipokuwa uko na chapa ile, yaani jina la mnyama yule, au hesabu ya jina lake, hesabu toto samu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Turudi mahali tulikuwa. Yaani naeleza nini? Yale yaliyokuwa zamani lazima yanjirudie kabla Yesu arudishe ufalme wake. Tunangojea 6-6. Na ninawaambia 6-6 tayari ni kama inaisha. Mambo haya ni kama yanaisha, yanangojea tu kutiwa pumzi. Uwezo wa kiserikali ambao ulikuwa katika ufalme wa Babylon, ilikuwa pia katika ufalme wa Meno wa Njemi. Wametia maandiko sahihi na wakapiga marufuku. Sasa ilikuwa namna gani? Sikia ilikuwa namna gani? Basi mfalme Dario akatia sahihi maandiko yale, sahihi na ile marufuku. Hata Danieli alipojua ya kuwa, na Danieli mtumishi wa Mungu alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake. Biblia inasema akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukubali Yerusalemu, ikiangalia Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku. Biblia inasema Danieli alikuwa anapiga magoti kila siku mara 3, asubuhi, mchana na jioni. Akasali, akashukuru mbele za Mungu wake. Alafu wale wa Meno wa Njemi wakapeleka mashtaka kwa mfalme. Wakamwambia mfalme, si ulitia yale maandiko sahihi? Kuna mmoja katika ufalme wako ambaye anaitwa Danieli amekataa kuabudu wewe mfalme. Kwanza maana uliweka sahihi maandiko,
ni lazima, maana uliweka sahihi. Usome 13. Soma 13 niache kuelezea sana. Inasema basi akajibu akasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wale waliohamishwa na Yuda. Wale watu waliohamishwa, nilikwambia alikuwa ni mtumwa. Akiwa katika ufalme huu amechukuliwa mateka, ni mtumwa. Watu wakasema mtumwa hawezi kutawala, wakaweka hiyo sheria. Hakujali wewe mfalme, hakujali wewe mfalme, hakujali mfalme, wala ile marufuku ulioitia sahihi, bali aomba dua mara 3 kila siku. Anaomba dua mara 3 kila siku. Basi lakini wakamshika. Biblia inasema wakamshika, wakamtupa katika tundu la simba. Biblia inasema usiku huo mfalme hakulala. Kumbe Danieli, mfalme alipenda Danieli sana. Mfalme kumbe alifanyiwa vituko, alitegwa, alikuwa anapenda Danieli sana. Biblia inasema usiku huo Danieli mfalme Dario aliporudi kwa nyumba, vinanda havikuchezwa. Wewe ende usome ukiteremka hapo chini. Vinanda havikuchezwa, kila kitu alikataa, maana alimpenda Danieli kwa sababu alitenda kazi yake kwa uzuri na utakatifu. Alikuwa mwaminifu, alimpenda sana. Unajua mfalme, tulisomea hii fungu 14:35. 14 Mithali 14:35. Mithali 14:35. Biblia inasema mfalme hakulala usiku huo, na asubuhi mapema aliamuka akaenda kwa ile shimo. Alipoenda kwa ile shimo akaenda kulia katika ile shimo. Akamuuliza Danieli mtumishi wa Mungu, hao simba hawaja kukula wewe? Akasema Mungu alitoka mbinguni na akafunika makanywa yao, na nimelala hapa usingizi mzuri sana, maana Mungu alimpigania. Mfalme alipenda Danieli sana, ndio maana usiku huo hakulala. Upendeleo wa mfalme kumwelekea mtumwa, atendaye kwa busara. Danieli alikuwa mtumishi wa Mungu, na akiwa katika ufalme huu alikuwa anatenda kwa busara. Mfalme Dario alijua ametegwa, na kwa sababu alikuwa ameweka sahihi akakubali tu vile ilikuwa. Na Biblia lakini nasema usiku huo alisumbuka sana, hakulala usiku, alisumbuliwa na hiyo mambo sana. Unajua ukitendea mtu wa Mungu maneno na anja kutendea chochote, kama ufanye mtu vibaya na anja kumtendea kitu, roho yako inakusumbua sana. Hata saa hii uanze vita hapa, upige mtu kofi na kubinulia pande nyingine, upige na uone akijibu. Hata wewe unashangaa sasa hii ni nini? Hiyo vita unaacha. Ufalme huu wa pili ulileta nini katika ulimwengu? Ulileta ibada ya kuabudu binadamu. Ndio maana sheria ya Wamena wa Njemi inaambiwa ibadiliki. Walisema waabudu binadamu, walikuwa wanapigia mtu magoti. Hakuna mwanadamu hapa duniani anastahili kupigiwa magoti, awe ni mfalme. Hata mambo ya kikanisa hakuna mwanadamu anastahili kupigiwa magoti. Hiyo heshima ya kupigiwa magoti inastahili Mungu peke yake. Hata Petro alikataa. Tulisomea hiyo katika Matendo ya Mitume 10 mstari wake ni wa 25. Mstari wa 25. Hakuna mtumishi wa Mungu, hata pasta, hata awe nani, anastahili kupigiwa magoti. Unajua hata leo katika ulimwengu wa Ukristo kuna watu wanapigia wengine magoti. Unajua hata leo katika ulimwengu wa Ukristo kuna watu wanapigia wengine magoti. Wacha nikuambie siku ya leo, kama wewe unajua mambo ya kweli ya Mungu, kama pasta anakuita kuombea, haustahili umpigie magoti. Mnastahili nyote mpige magoti, maana sisi wote ni wanadamu. Lakini leo mapasta wengine wanasimama, mtu anapiga magoti, unapigia binadamu goti. Hebu sikia Petro vile anavyosema. Petro, mtu mmoja alikuja kwake, amesikia maneno mazuri ya Mungu, hakataka aombewe. Hebu sikia ilikuwa namna gani? Petro alipokuwa akiingia,
Kornelio akatoka mlaki. Hiyo kitu ukitaka ujue vizuri utaanza 10 mstari wa kwanza, lakini mimi nimekupeleka mbali kwa sababu ya muda. Huyo mtu alikuwa anaitwa Kornelio, akaambiwa unataka kuombewa uwe Mkristo kamili, lazima uende kwa Petro akuombee. Na sasa Petro akaambiwa na Mungu, akaonyeshwa hiyo vision na akaenda kwa Kornelio. Na alipokuwa anaenda kwa Kornelio akaona Petro akija, na alipomwona akija, akamwangukia miguuni akamsujudia. Akasema Kornelio akamwangukia Petro miguuni akamsujudia. Lakini Petro akamuinua, akasema, akamwambia, simama. Mimi nami ni mwanadamu. Hata sisi tunahubiri hapa, unaweza kuona tunahubiri hapa, unapatia mtu heshima kubwa. Heshima ni kwa Mungu. Sisi ni watumishi, ni sisi tunaishi na nyinyi, sisi ni kama nyinyi. Kuna watu ambao wanajiinua kwa mambo ya Mungu, unafikia wengine wanaitwa reverend. Reverend ni jina la Mungu, haistahili kuitwa mwanadamu yeyote. Wengine wanaitwa holy father, hiyo ni jina la Mungu, haistahili kuitwa mwanadamu yeyote. Wamenjaa hapa. Takuja kuonyesha tukifika mambo yako mbele. Bado hapa na wawekea misingi ya kitambo. Mtakatifu si jina la mwanadamu. Reverend ni jina la Mungu, haistahili kuitwa mtu yeyote. Lakini hapa wamenjaa reverend fulani, sijui mtakatifu fulani, sijui holy, sijui mtukufu fulani, mtukufu. Unakumbuka wakati moja rais wetu aliyekufa, rais wetu Daniel Moi alikuwa akiitwa, taarifa ikija alikuwa anaitwa mtukufu rais. Alihubiriwa ujumbe huu, akaelewa ya kwamba jina mtukufu ni ya Mungu peke yake. Akasema msiwe mnaniita mtukufu, hao anaitwa tu rais Moi. Mtukufu ni jina la Mungu. Na hiyo heshima ya kupigiwa magoti ilikuwa, nisomee Luka 4. Luka 4 mstari wa 8. Hata Yesu alipokuja hapa, shetani alimjaribu na hiyo. Sikia vile shetani alimjaribu. Biblia inasema shetani alimjaribu. Inasema hivi Luka 4 mstari wa 8. Yesu akajibu akamwambia, anza hapo mstari wa 6. Ibilisi akamwambia, Ibilisi akaambia Yesu, nitakupa wewe enzi hii yote. Nitakupatia enzi hii yote. Na fahari yake. Kwa kuwa imo mikononi mwangu. Hivyo ndio shetani alidai mali yote hapa duniani ni yake. Akaambia Yesu, nitakupatia hii mali yote, lakini akampatia masharti. Masharti gani? Nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe Yesu, wewe ukisujudu mbele yangu. Kusujudu ni kupiga magoti. Basi wewe Yesu ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, acha niwaambie, hata hapa kuna watu wengi wamesujudu shetani ndio wapate mali. Na shetani hapeani ya bure. Wewe sujudu shetani tu, lazima ataitisha ndani. Watu wengi wameshutumu shetani, yaani wamepata mali kupitia kwa shetani kwa kumwangukia chini. Kuna watu hawapendi kuchoka. Wameenda kwa waganga na wachawi, wameshujudu shetani. Na anapeana yake na masharti. Wakati atakwambia nataka mama, nataka mtoto yako, nataka baba yako, hapo ndio utajua. Na familia nyingi zimeisha kwa sababu ya kumsujudia shetani. Yesu alikataa kuinamia shetani. Alipokataa akamwambia, Yesu akajibu shetani akamwambia, imeandikwa. Hata leo imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako. Anayestahili kupigiwa magoti ni Bwana Mungu peke yake. Umwabudu yeye peke yake. Huyo ndiye anastahili hiyo heshima ya kupigiwa magoti. Ndio maana Danieli alikataa akiwa hapa. Akakataa kuabudu mfalme. Wewe fikiria leo uitwe na Ruto akwambie mpigie magoti na useme hapana. Hivyo ndio Danieli alifanya. Na alipokataa akatupwa kwa tundu la simba. Maana mtumishi wa Mungu alijua anayestahili kupigiwa magoti ni Mungu peke yake. Hata malaika hastahili kupigiwa magoti. Ufunuo 19 mstari wa 10. Ufunuo 19 mstari wa 10. Hata malaika hiyo heshima hastahili kupigiwa magoti.
Inasema hivi, mstari ni wa 10. Inasema nami nikaanguka mbele ya miguu yake. Biblia inasema Danieli anaitwa nani? Yohana alipoonyeshwa mambo ya unabii na malaika, alianguka mbele ya malaika ili amsujudie. Ili nimsujudie. Akaniambia, malaika akamwambia, angalia, usifanye hivi. Yohana, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako. Na wa ndugu zako. Walio na ushuhuda wa Yesu. Amsujudie Mungu. Kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Anayestahili kusujudiwa, anayestahili heshima ya kupigiwa magoti ni Mungu peke yake. Ndio maana Yesu, Biblia, Paulo anasema katika Wafilipi 2 mstari wake wa 9, Yesu alipatiwa majina ipitao kila jina, ili kwa jina la Yesu. Anayestahili pia kupigiwa magoti ni Yesu, ili kwa jina la Yesu vitu vilivyo juu mbinguni, vilivyo hapa duniani na chini ya dunia ziweze kumpigia Yesu magoti na kukiri ya kwamba Kristo ni Bwana. Hiyo ndio jina peke yake. Yesu ni Mungu. Ndio maana alikuwa akisujudiwa. Alipokuwa hapo watu walikuwa wanamsujudu. Anayestahili kupigiwa magoti ni Mungu peke yake, si mwanadamu. Wanadamu wametokea hapa duniani, ndio maana nimekuambia wamechukua tabia ya Waameni na Wajemi kupigiwa magoti kinyume cha Biblia. Na Mungu akamaliza ufalme huu ulipoisha, tukaingia ufalme wa 3 kutawala dunia. Kesho nitaingia hapa. Nilikuwa nataka nishikanishe lakini saa zimeenda. Wacha nisome hii nayo. Ufalme huu uliingia namna gani? Nisomee Danieli 11. Baada ya ufalme huu sikia, Danieli 11 mstari wa 1, tuingie hapa, nikuachie hapa. Nataka nikuachie kwa hii ufalme wa 3. Tuliona ufalme wa kwanza ni Babylon Empire. Ililete nini? Ililete tarehe 25 Disemba na ibada ya sanamu. Ufalme wa pili ni ufalme wa Wameni na Wajemi. Wameni na Wajemi walilete nini? Walilete ibada ya kuabudu binadamu. Si peke yake, soma pia katika kitabu cha Esther. Esther utakuta mtu aliyekuwa anaitwa Amani na Mordekai. Amani alikuwa ni Wameni na Wajemi, na akaweka katika gate, watu wakiingia katika gate wamuabudu kama Mungu, na mtumishi wa Mungu alikuwa hapo anaitwa Mordekai. Mordekai akakataa kumuinamia, kumpigia magoti. Alipokataa kumuinamia magoti, akasema kabila la wa Mordekai ni gani? Ni Waisraeli. Akasema Waisraeli wote wanaoishi huko Wameni na Wajemi wauawe, kwa sababu ya mtu mmoja alikataa kumpigia magoti. Kuna mtu wa Mungu alikuwa hapo, alikuwa anaitwa Esther. Esther alikuwa ameolewa na mfalme wa huu ufalme, alikuwa anaitwa Asuero. Esther alipoambiwa mambo hayo na mjomba wake, akaenda akatangazia Waisraeli wote wafunge ili aende kwa mfalme, akaweza kumwambia watu wake wanataka kuuawa na Amani. Na alipoenda huko akaingia kwa Amani, ilikuwa mambo mengi lakini nakatakata tu kidogo. Alipoenda huko akaambia Asuero akamuuliza Esther, umekuja hapa kwa nini? Akamwambia huyu Amani anataka kumaliza kabila yangu. Amani alipoamuka akitaka kufanya kitu, sasa huyu Asuero akasikia vibaya, akangeukia huyu Amani na akasema atundiko katika miti. Akasema ni kama anataka kulala na mke wake. Kwa hivyo mfalme huu ulikuwa na sheria zingeuki za kuabudu binadamu, kupigia watu magoti. Na hii sasa, hii ndio nitaongea kesho, maana saa zimeisha. Tena mimi katika mwaka wa kwanza Dario Medi, katika mwaka wa Dario Mumedi, Danieli anasema nalisimama nimthibitishie. Yaani unajua Mungu anatabiri mambo ikiwa haijatendeka, na alikuwa ametabiri hii maneno kitambo, na Danieli alikuwa amesoma akaona vile inaendelea, na akasimama tambie Dario, akamtia nguvu katika utawala, na akamwambia ilikuwa imeonekana wewe utatawala na vile itaenda. Akamdhibitishia, akapata nguvu nyingi sana, na alipopata nguvu, endelea sasa, ikasema hivi, nami sasa nitakuonyesha yaliyo kweli. Tazama,
watasimama wafalme watatu. Eli akaonyesha watasimama wafalme watatu hapa Wamedi na Wajemi. Naye mfalme wa nne atakuwa tajiri kuliko hao wote. Atakuwa tajiri kuliko mfalme hao wote wa Wamedi na Wajemi. Naye atakapopata nguvu kwa utajiri wake, atawachochea wote juu ya ufalme wa Uyunani. Atawachochea wote juu ya ufalme wa Uyunani. Uyunani ni Wangiriki. Wangiriki ndio walitoa ufalme wa Wamedi na Wajemi. Wayunani. Unajua hii maneno yote naongea hizi zote ziko kwa Biblia. Niliwaambia Biblia ni taa. Inatuonyesha tumetoka wapi, tunaelekea wapi. Kupitia hizi wanyama tutakuwa tunajifunza hapa. Nimewaambia wacha hawa wanyama, kuna wengine hapa mbele ambao tutaonyeshwa wakati huu tunaishi kipindi gani na tunaelekea wapi na nini nangojea tuende. Sasa akaonyeshwa Uyunani sasa itakuja Uyunani. Alafu inasema na mfalme hodari wa Uyunani atasimama. Jana niliwaambia mfalme wa kwanza kutawala Uyunani aliitwa Alexander the Great. Alafu atakaye tawala kwa mamlaka. Alexander the Great alianza kutawala akiwa na miaka 20. Alikuwa na miaka 20 na alikuwa na mamlaka kubwa sana. Mamlaka kubwa na kutenda apendavyo. Na alitenda vile alivyokuwa akipenda. Naye ufalme wake utavunjika. Ufalme wa Alexander utavunjika na kugawanyika katika pepo 4. Vichwa 4 za mbinguni. Vichwa 4 pepo 4. Alexander atakufa na akifa ufalme wake utagawanyika kutokea vichwa 4. Endelea. Lakini hautakuwa falme hizi haitakuwa na uzao wa Alexander, wala hautakuwa kama mamlaka yake, na hawatakuwa na nguvu kama Alexander ambayo alitawala kwayo. Kwa nini inasema haitakuwa na uzao wake? Kwa maana basi ngoja naelezea ndio nimalize. Alexander alianza kutawala akiwa na miaka 20 na hakuoa. Akafa akiwa na miaka 31. Hakuoa. Aliuawa na nini? Alikufa na pombe. Aliingilia pombe. Kesho nitaingia hapo. Aliingilia pombe na akafa bila mke. Na alipokufa, manjemendari wake walikuwa 4 wakubwa. Wakasema sasa na kiongozi wetu amekufa, basi kama amekufa ni nani atatawala? Wakasema mwenye nguvu na atawale. Wakaanza vita, majenerali 4 wakaanza vita. Walipoanza vita wakagawana nchi, wakasema sasa, wakapigana, mwisho wakagawana nchi ya Wayunani, nchi ya Wagiriki. Mmoja akaenda north, mwingine akaenda south, mwingine akaenda west, mwingine akaenda east. Hao 4 ni nani? Tunaosoma katika historia. Seleucus, Ptolemy, Cassandra na Lysimachus. Vichwa 4, 4 generals wa Wagiriki. Seleucus, Ptolemy, Cassandra, Lysimachus. Hii ikagawanyika, Wayunani wakagawanyika. Ni nini limaliza mfalme wa kwanza? Pombe. Kesho musikose. Kesho nitakuwa hapa, tukomaliza hapa, tukuja hapa. Hapa ndio mambo. Huko napitia tu. Hapa ndio mambo. Mambo yako hapa. Huyu ndiye amemaliza dunia. Huyu ndiye amemaliza uchumi wa dunia. Huyu ndiye amemaliza Ukristo wote duniani. Kwa nini tuko na madhehebu mingi? Huyu usikose. Huyu. Hapa ndio mambo yote. Wacha hii maneno tu. Hapa wewe umekuwa katika hizi, lakini usikose sasa. Maana tunaendelea ndio sasa mambo inakuwa tamu. Huyu amemaliza dunia, huyu ni nani? Tutaona kesho kutu. Mungu aweze kuwabariki tunapokaribia. Sisi tukaribie tuombe pamoja. Tukaribie mlio huko mbali, tukaribie hapa. Tunaposoma fungu moja katika kitabu cha Waebrania 10:25. Tutakuwa tunasoma hiyo fungu. Tunapokaribia hapa, tuombe pamoja tuweze kumaliza pamoja tukiwa na nguvu. Tulio huko mbali, karibu ndugu yangu, karibu. Tukaribie hapa tukamalize pamoja. Na waona kujeni karibu tuombe pamoja. Mlio katika viti hapo tutoke tukuje hapa karibu pamoja. Maana maandiko inasema hivyo, Waebrania 10 mstari wa 25.
Inasema hivi 25 inasema wala tusiache kukusanyika pamoja. Mnasikia, hiyo ndio Biblia inatuita. Tusikae huko tukose maombi. Watu wanapokuja mapepa karibu namna hii, tunaomba pamoja, tunabarikiwa pamoja, na tunabarikiwa tunapoenda nyumbani, tunajua tuko na vibaraka vya Mungu, na Mungu anatutumia malaika wa kutulinda, kutuelekeza manyumbani. Ndio maana Biblia inasema wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Tukaribiane pamoja, tuweze kuomba tukiwa pamoja. Basi tukiwa hapa, hebu nione wangapi wamesikia hii maneno mara ya kwanza, ndio wanaendelea kusikia hii maneno mara ya kwanza. Pengine ndio umeanza kusikia hii maneno mara ya kwanza. Hii maneno ya wafalme, hii maneno ya wanyama. Wangapi wamesikia hii maneno mara ya kwanza? Tunaomba tu kama barikiwa sana. Naona mmoja hapo barikiwa kabisa. Mungu aendelee kufunulia maneno uone. Kuna mambo mengi hapa tunaona. Kuna mwingine. Ndugu yangu barikiwa sana. Naona huyo na huyo. Kuna mwingine. Mungu aweze kuwabariki sana kwa kuweza kukaa hapo. Ujue kukaa hapa mpaka masaa hii si hasara, ni faida, maana maneno haya yanauzu maisha yetu. Ni uzima wa milele tunapoyapokea, mwisho tutapata uzima wa milele. Mungu atubariki sana. Basi nataka tuweze kuomba. Tunaomba. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, tuna wingi wa shukrani kwa sababu imekupendeza jioni ya leo tukaweze kuanza na wewe katika vipindi mfululizo wa mafundisho ambayo tumekuwa hapa na watumishi wako wakinena nasi kuanzia mtumishi wa kwanza, wa pili na kipindi cha mwisho. Tunashukuru kwa sababu unaendelea kutufunulia siri nyingi katika neno lako ambazo ziko hata katika nyakati tunazoishi. Mambo yaliyogeuzwa tangu zamani, mengine tunayafanya katika siku za leo bila kunjua. Tunaomba ukaweze kutusamehe. Tunaomba uendelee kutufunulia mengi zaidi, ili ya mwisho ya kila maneno yakaweze kuwa wokovu katika maisha yetu. Tunaomba jioni ya leo tunapokumukana kwenda nyumbani, ukaweze kusikia vililio vyetu. Manyumba yetu yaliyo na shida ukaweze kuingilia. Biashara zetu ambazo zimekwama, twaomba ukaweze kuzikwamua. Tuna shida mbalimbali kila mmoja wetu ambaye tunasikia maneno haya mazuri. Tunaomba ukaweze kutimizia kulingana na mahitaji yetu. Zaidi kwa njia ya kipekee tuendapo manyumbani, utulinde usiku wote wa giza. Utuamshe asubuhi tuende kazini, na jioni pia utupatie nafasi ya kuendelea kuhudhuria mkutano. Tupe mafundisho ambayo yatatufaa katika nyakati hizi. Utukumbuke katika familia zetu pia, uendelee kutubariki kwa njia ya kipekee. Unapotubariki katika mambo ya dunia hii, utukumbuke katika ufalme wako wa mbinguni. Na ni katika jina la Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tunaomba na hata kuamini. Amen.